ya vitisho ambavyo vimeendelea kutolewa na Marekani kuitaka Iran kutekeleza makubaliano baada ya Rais Donald Trump na mwenzake wa Iran kutia saini makubaliano ya awali ya kusitisha vita kwa muda wa miezi miwili. Mwenzangu Douglas Omariba amezungumza na mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa Eric Irungu akiwa jijini Nairobi. Ni hatua kubwa ambayo imeweza kupigwa kuona ya kwamba haya mataifa mawili ambayo yamekuwa katika mchakato wa vita yameweza kukubaliana na kuwa na makubaliano ambayo yana pointi 14 ambazo zinaangazia mambo tofauti. Kidiplomasia inaonyesha kwamba diplomasia inaweza kutumika kama kigezo muhimu cha kutatua matatizo au migogoro ambayo inakumba nchi kadhaa duniani. Na kisiasa pia inaonyesha kwamba hizi nchi na ule utawala ambao uko katika hizi nchi umeweza kujiweka katika nafasi nzuri sana ya kuweza kuonyesha kwamba wanaweza kuwafikia malengo ambayo kila nchi inataka. Pana matatizo mengi sana ya kisiasa ambayo yanaonekana. Rais Trump ameonya kwamba Marekani inaweza kurejelea mashambulio ikiwa Iran haitatekeleza masharti ya makubaliano. Kauli kama hizi zinaimarisha utekelezaji wa mkataba ama zinaweza kuathiri uaminifu na kujenga mazingira ya kuvunjika kwa makubaliano? Kauli kama hizi mara nyingi huwa zinafikia malengo yote mawili. Kwa mfano, kwa nchi ambayo inaonekana ina umakinifu zaidi na ni nchi ambayo imejiendeleza na inajiamini kijeshi kama Marekani, basi kutoa kauli kama hii ni kama kuweza kuonyesha kwamba iwapo nchi ya Iran haitaweza kuyafuata yale matakwa ambayo yamekubaliwana, basi wataweza kuchukua njia za kijeshi. Lakini pia kwa nchi kama Iran ambayo kijeshi haina nguvu kama Marekani, basi inaweza kuwa inaonyesha hakuna nafasi nzuri ama hakuna hali nzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba ule mkataba unaweza kutekelezwa vyema. Mkataba huu kati ya Donald Trump na Masoud Pezeshkian umeelezea mambo kadhaa. Kuna upande ambao umefaidika zaidi kuliko mwingine au ni mkataba wa kutoa na kupokea kwa usawa? Nilivyoupiga msasa ule mkataba, niliona ya kwamba ni mkataba ambao ni katika njia ya kuweza kutoa na kutoa. Iran kwa mtazamo wangu, ninaona ni kama wameweza kufanya mazungumzo vema na kuweza kuhakikisha kwamba masuala yao muhimu yanaafikiwa. Kwa mfano, kuna mchakato mzima ambao umewekwa ambapo Marekani na pia yale mataifa ambayo yanaungana mkono na Marekani wataweza kuhakikisha kwamba wanaweka kando kitita kikubwa sana cha pesa kitakachosaidia kuhakikisha kwamba Iran inaweza kuendelezwa. Makubaliano haya yanaweza kuwa mwanzo wa kufufua diplomasia ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran ama ni suluhisho la muda tu la kupunguza mvutano uliopo? Makubaliano hayo kwa sasa ni ya kuhakikisha kwamba tatizo ambalo limekuwepo kwa wakati huu limeweza kuondolewa, kwa sababu bado kuna baadhi ya tofauti ambazo bado hawajaweza kukubaliana. Nam ni mtazamo wake Eric Irungu, mtaalamu wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa, alikuwa akihojiwa na mwenzangu Douglas Omariba. Na sasa